Nasoma BCom in accounting. Sawa. Unakumbuka nini kwanza kipindi kama hichi mwaka jana wewe? Ilikuwaje kwaje? Kipindi kama hichi mwaka jana kusema kweli nilikuwa sijui vitu vingi, bado nilikuwa mtu mpya katika chuo hiki, lakini nilibahatika kukutana na chama cha wahasibu wanafunzi wahasibu hapa AADU, na wakanipa mwangaza, na mpaka sasa mpaka nimepata urais wangu wa AADU ninaona kwamba nilifanikiwa kwa sababu ya siku ya kwanza ya chuo. Yes. Sawa, wewe ulipewa mwangaza. Natamani sasa na wewe leo hii, ikiwa ni siku ya kwanza leo dirisha la usahili limefunguliwa, utoe na mwangaza kwa wanafunzi wanaokutazama lakini pengine na wanaokusikia hapa. Ningependa kuwashauri wanafunzi ambao wameanza vyuo kwamba wawe makini na vitu ambavyo wanavifanya, wasipoteze muda wao, wajitahidi sana kufanya vitu ambavyo vitaleta tija katika maisha yao. Mfano kujihusisha na vitu mbalimbali, lakini kama vile vyama vya wanafunzi, pamoja na kujishirikisha na vitu mbalimbali, kwa sababu hapa chuoni tumebahatika kuna vitu mbalimbali vya kufanya vya kuleta manufaa yako hata kwa ajili ya baadaye. Ni kitu gani ambacho pengine unamwambia mwanafunzi wa mwaka wa kwanza azingatie hasa katika eneo hili la usahili kama hapa sasa hivi? Azingatie kwamba awe na documents zake ambazo zinastahili, afuate procedures na asije akatapeliwa, kwa sababu sasa hivi ni kipindi ambacho wanafunzi wengi wanakuwa na sitofahamu. Hivyo basi watu wanatumia kipindi hicho kwa patia matatizo hao wanafunzi. Kwa kikubwa wawe makini na wanafunzi wengi wa mwaka wa kwanza ambao ndo wanaanza huwa wanamtazamia kwamba nikifika chuo bana, chuo ni bata, chuo bana relax nyingi na vitu vingine kama hivyo. Unamwambia nini mwanafunzi ambaye amefika na huo mtazamo hapa chuo? Chuo ukiendelea kusema kwamba chuo ni bata, utageuka wewe kuwa bata, kwa sababu chuo kweli kuna raha zake, kwamba una muda mwingi wa kujipangilia vitu vyako. Sema pia chuoni kuna muda unabidi uwe serious wewe na masomo yako. Kwa hiyo inabidi mtu awe anajua jinsi ya kujibalance vizuri ili aweze kufanikiwa. Bana, tuko na Karen, yeye ametupa mawili matatu kutoka kwake na hasa akiwagusia wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Lakini pia tumebahatika kuona brother ambaye kimsingi yupo ndani ya serikali ya wanafunzi. Kwa hiyo ana mengi sana ya kutuambia. Mambo vipi bro? Safi kaka. Unakuita nani? Naitwa Ezekiel Masalu, natokea shule kuu ya Madini, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3. Nachukua Bachelor of Science in Mining Engineering. Bana, tukiwa kwenye jambo kama hili ambalo ndo tunaanza sasa hivi. Je, kwanza unakumbuka nini hasa kile kipindi cha kwanza ambacho wewe ndo ulikuwa ukianza kufanya usahili wa masomo yako kwa mwaka wa kwanza? Wakati niko mwaka wa kwanza, kipindi kama hiki kwanza kilikuwa ni kipindi cha kusisimua. It was like an excitement, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza unafika chuoni, na kwa mara ya kwanza unafika chuo kikuu, hasa chuo kikuu cha Dar es Salaam, maana ni moja kati ya vyuo vikubwa hapa nchini. Kwa hiyo kilikuwa ni kipindi ambacho niko excited, nataka kukiona chuo, nataka nione taratibu za chuo zinaendaje, nataka nione UDSM kwa ujumla ipoje. Sawa. Sasa unawaambia nini wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao wanakwenda kufanya usahili wao wa mwaka wa masomo 2025-26? Cha kuwashauri, usahili unaendelea na chuo kikuu cha Dar es Salaam kimeandaa mazingira ambayo ni salama kwao kwa ajili ya kufanikisha usahili wao. Kuna watu wa kuelekeza katika kila hatua ambao wanapaswa ifuate ili wakamilishe usajili. Hivyo hapa ni mahali salama, wanapofika wafuate tu maelekezo. Ukipewa neno moja kumshauri mwanafunzi wa mwaka wa kwanza, nini asifanye, nini afanye, utamwambiaje? Cha kumshauri mwaka wa kwanza, anatakiwa afuate sheria zote za chuo, maana ndo zitamfanya awe salama katika mazingira haya ya chuo. Akikengeuka ama akienda kinyume na sheria hizo za chuo, sheria na kanuni, basi anaweza kaingia matatizoni. Kwa hiyo cha kumshauri, azingatie sheria na kanuni zote za chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni hivyo tu basi. Asante sana. Wewe nilikuwa na brother, lakini pia nilikuwa na sister hapa Karen. Bana, kwa pamoja tuseme UDSM. Again, mbona kama umepoa? Twende tuseme UDSM. Hekima ni nini? Hekima ni uhuru. Asante sana. Mpaka wakati mwingine.